Maandalizi ya maziko ya Mohamed Iqbar Dar aliyetunga jina la Tanzania ambaye amefariki dunia akiwa usingizini jijini Birmingham, Uingereza yanaendelea. Marehemu Iqbal alishiriki katika shindano la kutafuta jina la Tanzania lililoandaliwa mwaka 1964 kabla ya muungano, ambako yeye alikuwa ni mmoja wa wanafunzi 80 walioshinda. Wakati huo Iqbal alikuwa na umri wa miaka 18 na alipewa zawadi ya shilingi 200 kwa enzi zile. Aidha, alisoma katika shule ya Aga Khan kwa elimu ya msingi na sekondari na kisha akaendelea na masomo yake katika shule ya sekondari Mzumbe mwaka 1964. Akiwa Mzumbe aliona tangazo katika gazeti la The Standard likiwataka wananchi kupendekeza jina jipya la taifa jipya lililoundwa kwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Katika mahojiano yake na waandishi wa habari, marehemu Iqbal alieleza namna alivyobuni jina la Tanzania kwa kusema kuwa ilikuwa ni msaada kutoka kwa Mungu wake tu. Haikuwa kazi ngumu, kwani alichukua herufi 3 za mwanzo, yani kwa maana ya Tan, na kutoka jina la Tanganyika, na herufi 3 za mwanzo kwa maana ya Zan kutoka Zanzibar. Kisha ikamjia kwamba jina lake la Iqbal na jina la dini yake Islam vyote vimeanzia na herufi I, na hivyo akaongeza I. Akizungumza na Azam News, ndugu yake Abdurrahman Muhammad Ame, ambaye naibu amiri Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, amezungumzia msiba huo. Wakati alipoingia kwenye shindano hili na kuanza kufikiria, alichukua kwanza herufi 3 za kwanza za nchi ya Tanganyika kwa wakati huo akaziandika, alafu akachukua herufi 3 za kwanza za Zanzibar akaziandika, ikawa ni Tanzan. Alafu anasema katika kufikiria ikamjia kwenye mawazo kwamba aidha aweke jina lake au jina la dini yake, lakini akakutia ghafla zote zinaanzia I, kwa maana yeye alikuwa anaitwa Iqbal Dar na dini yake Islam, kwa hiyo akaweka I. Alafu pia akafikiria afanyeje ili kumalizia, kwa sababu aliona bado haijakaa vizuri, kwa anasema likamjia wazo pia kwamba aandike jina la dhehebu lake ambalo lilikuwa la Ahmadiyya. Kwa hiyo ghafla jina lake likawa limeandikika jina mbele yake la Tanzania. Kwa mtu aliyebuni jina la nchi yetu zuri tunalolipenda la pekee, pengine basi tuna wajibu wa kumkumbuka. Kwa hiyo huu ni umuhimu wake kwa kufariki kwake dunia. Bila shaka ni kila mtu atafariki, lakini ni historia ambayo imeshajiandika. Na pia hakuisahau nchi ya Tanzania. Mara nyingi alipokuwepo hai alikuwa anatembelea mara kwa mara, alisaidia mengi, miradi ya visima vya maji, ujenzi wa misikiti katika Ahmadiyya.